Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na nitasoma katika kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari kuanzia wa 11 na kuendelea. Akaniambia, Danieli, mtu upendwae sana, yafahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa tunaona haya ni maneno ya malaika aliyeshuka kumpa majibu Daniel. Anaeleza situation aliyokutana nayo, na moja ya situation anayokutana nayo, anaambia Daniel, toka ile siku ya kwanza ulipoweka ufahamu na ulipojinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Anaeleza hivyo, anasema nami nilikuja kwa ajili ya maneno yako. Yaani kwa lugha nyingine, yule malaika alikuja kurejesha majibu, alikuja kuleta majibu ya Mungu juu ya aliyoyaomba Daniel. Lakini anasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Yaani huyo ni mkuu wa anga lile la Uajemi. Alisimama akampinga yule malaika asishushe majibu kwa Daniel siku 21. Mpaka yule malaika akaomba msaada kwa Mikaeli. Huyo malaika wa mbele akaja, huyo mkuu wa mbele akaja, akasimama akapiga ile vita pale kwa mkuu wa anga. Ndipo yule malaika kupenya na kuja kumpa majibu Daniel. Sasa anaielezea hii situation ya kiroho ambayo tunatamani leo tuielewe na sisi, ya kwamba katika anga hapo pana upinzani mkubwa unaitwa wakuu wa anga. Kila mahali wakuu wa anga wapo, ambao wao kazi yao ni kuzuia ajenda zote za Mungu zinazoendelea duniani kwenye lile anga, ajenda zote za Mungu. Na ndio maana ukisoma Biblia utakuta Biblia inatangaza sisi ni washindi. Na hata sisi kanisani pale HVC tunasalimiana shalom washindi. Maana yake nini? Kuna namna ambayo Biblia imetutambulisha sisi kama washindi. Kwa nini? Kwa sababu huyu mkuu wa anga huyu yupo muda wote, yupo. Kwa hiyo ni lazima umshinde kwanza mkuu wa anga, ndio kitu chochote cha kiroho kifanyike. Lazima utangulie kumshinda huyu mkuu wa anga, ndio jambo lolote la rohoni lifanyike. Na ndio maana unaweza kukuta kuna namna ni rahisi sana kuorganize michango ya harusi na watu wakajitoa, kwa sababu hamna upinzani wa mkuu wa anga. Lakini vipi kwa habari ya kuorganize fedha ya huduma iwayo yote ile? Shughuli yake je, sio ndogo, kwa sababu mkuu wa anga anazuia. Ni lazima mkuu wa anga aanguke ndio mambo mengine yaendelee. Juzi nilikuwa kwenye mitandao walikuwa wananisema sana kwamba ninatumia kwenye production yangu vifaa ambavyo sio bora, sio vile vya kisasa. Sasa ndani yangu nikaadhimia kwamba wacha nikanunue vifaa sasa vilivyo bora ambavyo ni vya kisasa, ili niweze kufanya vitu vya kisasa zaidi. Baada ya hapo nikaingia YouTube live, nikasema hebu hawa watu wa YouTube ambao kwenye comment ya zile kazi
wanaonyesha kubarikiwa sana. Wacha niwashirikishe baraka hizi. Nilipowashirikisha hizo baraka, nikaambia jamani, tunahitaji kununua vifaa vya kamera na mambo mengine kwa ajili ya kufanya production zetu za filamu za kiroho. Nikaambia yoyote, tulipiga mahesabu pale kama milioni 16 zinahitajika. Hapo tukasema hivi, yoyote anayesikia ndani yake kusimama na mimi kwa ajili ya ununuzi wa vile vifaa aje. Basi kwa taarifa yake, hakuna hata mtu mmoja aliyekuja. Na walio comment hata walikuwa na comment vitu ambavyo havihusiani kabisa na ninachokiongea. Na walio comment si 3 4, mpaka nikaamua kuifuta ile clip, nikaifuta. Halafu nikasikia ndani yangu kama kuna kitu kinacheka. Halafu nikauliza Mungu, ni nini hiki? Mungu akasema, ninacheka kwa sababu hujaelewa kilichotokea bado. Nikaambia sijaelewa. Akaniambia hivi, mkuu wa anga kazuia kwa sababu ya impact kubwa inayotokea unapocheza hizo filamu. Kuna mambo makubwa huwa yanatokea, shuhuda kubwa zinatokea. Kwa mkuu wa anga amezuia. Okay, kwa nikajua okay, sasa ngoja nianze kupambana na mkuu wa anga kwanza. Sasa kabla sijaanza kupambana na mkuu wa anga, ndani yangu Roho Bwana akawa ananiambia, fundisha kwanza. Fundisha hichi kitu tunachoenda kukifanya. Hebu fundisha watu na wenyewe waelewe, ili wajue wanapoingia kwenye shughuli zao, unapoenda kazini kwako, pana mkuu wa anga atakayezuia wewe kufanikiwa kwenye kazi yako. Unapoenda kwenye biashara yako, kuna mkuu wa anga. Na ndio maana mkuu wa anga cha kwanza atakachozuia ni watu wasiombe, ili asije akasumbuliwa hapo juu kwenye hilo anga. Sababu kila maombi yanayoombwa yanaelekezwa kwenye anga. Katika ulimwengu wa roho, ukiyapenyeza yale maombi pale, mkuu wa anga lazima aondoke kwenye nafasi yake, maombi yapenye. Kwa hiyo unakuta mkuu wa anga atazuia. Ajenda ya kwanza ni wewe tu kuomba. Yaani lolote, hata kusema asante Bwana Yesu, hilo tu linaelekezwa kwa mkuu wa anga. Hapo anakuwa disturbed, anakuwa anasumbuliwa hapo. Sasa bado hujapeleka maombi ya kumhusu yeye moja kwa moja mkuu wa anga. Huwa inakuaga si kawaida. Lakini akiondoka mkuu wa anga kwenye hilo anga la biashara yako inasimama. Na ndio maana unakuta watu wanaotoa sana fungu la 10, unakuta biashara zao zinafunguka, kwa sababu ile sadaka huwa inasimama yenyewe kama vita kwa mkuu wa anga. Kwa unakuta mkuu wa anga ni lazima akae pembeni kwenye ile biashara. Na ndio maana unakuta shetani atazuia, yani atapambana na wewe usije ukatoa fungu la 10 kwa uaminifu, kwa sababu anajua mkuu wa anga, yani mkuu wa anga itabidi apishe tu. Kwa hiyo ni lazima apambane. Na ndio maana na mimi huwa nafundisha fungu la 10. Nafundisha na sitaacha kufundisha mpaka siku yangu ya mwisho. Kwa sababu gani? Najua ndio ushindi wa watu katika ulimwengu wa roho, ndio ushindi wao. Kuna namna mkuu wa anga hawezi akasimama mahali ambapo mtu ameachilia fungu la 10 ama ni mwaminifu kwenye kutoa fungu la 10 na sadaka mbalimbali zinazoweza kumsumbua mkuu wa anga. Hapo akishaondoka, ndio unakuta kuna vitu vinaachiliwa. Mfano, ghafla mkuu wa anga anazuia amani ya hilo eneo. Watu wote wanaokaa kwenye hilo eneo wanakuwa hawana amani. Hasa wale ambao wamemkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanaipokea amani kutoka kwa Bwana, anaizuia. Unakuta kuna mahali wafanya biashara mnazuiliwa. Katika ulimwengu wa roho, watakao penya ni wale tu wenye nguvu, wenye maarifa ya kwamba napotoa fungu la 10, napoomba, napoiombea biashara yangu, kuna anga linafunguka. Mkuu wa anga ameondoka. Ukisikia anga limefunguka, nasikia sasa kuomba. Hilo lugha ya anga kufunguka inamaanisha kwamba mkuu wa anga ameondoka, amepisha uombe, kwa sababu ameshindwa kuzuia. Imebidi tu aachilie uombe. Mkuu wa anga anapisha, anazuia, anaruhusu tu uendelee kufanya biashara, kwa maana hakuna namna atazuia wewe kufanya biashara. Mkuu wa anga unakuta ukimpiga anaondoka, akikupisha hapo ndio unashangaa ghafla unaanza kustawi. Mkuu wa anga akipigwa kwenye shamba lako, ghafla linaanza kuzaa. Yani mkuu wa anga kazi yake ni kuharibu. Mipango ya nguvu za Mungu kwa watu wake ni kuharibu na kupinga. Pata picha, malaika ametumwa kutoka mbinguni, alafu anafika kwenye anga la Uajemi ambao inabidi apenye ampelekee majibu Danieli, alafu anazuiliwa.
Vipi wewe na mimi? Vipi wewe na mimi tunaopenyeza maombi yetu sasa yapite hapo sasa, na sisi tumpige mkuu wa anga kutokea huku chini, tumpige mkuu wa anga aachie majibu, maombi yetu yaende kwa Bwana. Ye Bwana ataachilia maombi, naye akifika anamtandika mkuu wa anga, maombi yanatufikia. Ndio operation inavyoenda, kama vile ambavyo tumesoma kwa Danieli. Kwa hiyo tunaona mkuu wa anga lazima aachie. Sasa leo tunaenda kuomba kinyume na mkuu wa anga wa mahali unapofanyia biashara yako au mahali ulipoajiriwa. Mkuu wa anga anaweza kazuia mahali pale watu wasioe, familia ile wasioe. Tunampiga mkuu wa anga hilo aliyeshika mashtaka ya watu kutokuolewa, aidha ya kifamilia, ya kiukoo ama ya kikanda, watu wasiolewe. Mkuu wa anga ambaye ameshikilia biashara za watu, faida za watu. Mkuu wa anga aliyeshikilia amani za watu. Kuna familia zimepigwa, mkuu wa anga ameshikilia watu hawa, aidha wasiolewe ama wasioe, wakioa na kuolewa wasizae. Unakuta ugumba umeshikilia kwa mkuu wa anga, ameshikilia hapo, ana ajenda kwenye karatasi ameishika mkononi mwake ya kwamba ukiruhusiwa kuoa ama kuolewa hauzai. Sasa tunataka twende tukampige huyo mkuu wa anga ambaye ameshika ajenda mbalimbali kwa watu, amezishikilia ajenda mbalimbali kwa watu. Tunaenda kumwangusha kwa dakika chache, lakini haitakuwa ya kawaida. Tunamwangusha mkuu wa anga kwenye familia yako aliyeshikilia ukoo, mkuu wa anga aliyeshikilia mashtaka ya familia na ukoo. Tunaangusha mkuu wa anga aliyeshikilia kanda fulani. Kuna namna, naposema kanda namaanisha kwamba kila mahali ulipo kuna mkuu wa anga, haijalishi umetokea ukoo gani wala familia gani. Kuna mkuu wa anga anayelinda watu wasiombe. Kuna mahali mkuu wa anga analinda watu wasiokoke. Kuna mahali mkuu wa anga analinda watu wasiwe na amani. Mimi sijajua ajenda aliyobeba mkuu wa anga mahali ulipo na unapoelekea leo, lakini nachojua ni lazima apishe ili kazi ya Mungu iendelee, ili shughuli ya kimungu iliyo ndani yako iendelee. Nataka twende mbele za Bwana sasa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa maana umesema nasi na kutufundisha kwa habari ya uweza wa anga, roho yule mpaka leo anayotenda kazi na wana wa kuasi. Mungu aliye hai, asante kwa maana yule mkuu wa anga ambao umemtambulisha kwenye kitabu cha Waefeso pia ya kwamba huyo ndio wakuu wa giza. Mungu aliye hai, wanaofanya kazi na wakuu wa anga ambao wanaachilia majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, wanaachilia ajenda za kipepo. Mungu aliye hai, ninaenda kinyume na wakuu wa anga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtoto wako huyo anayenishikia, kuna mahali yupo sasa, ninamuongelesha mkuu wa anga aachie maisha ya mtoto huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natangaza ukombozi wako kwenye anga ulilopo sasa. Mahali unaponisikia, anga ulilopo hapo, mahali unaponisikia, ninatangaza kwa jina la Yesu, mkuu wa anga, ng'oka kwa jina la Yesu, toeka, ninakukemea, ng'oka, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, mkuu wa anga uliyezuia maombi, ninakung'oa leo. Mkuu wa anga uliyezuia baraka kumfikia mtoto huyu anayenisikia wakati huu, ninakung'oa leo kwa jina la Yesu. Ewe mkuu wa anga uliozuia furaha, uliozuia amani, uliyeleta magonjwa, ng'oka kwa jina la Yesu. Ninakung'oa ewe mkuu wa anga unaozuia shughuli za kimungu kufanyika, ninakung'oa leo katika jina la Yesu. Mahali ulipo, mahali unaponisikia wakati huu, mkuu wa anga, ninamsambaratisha mahali hapo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, mahali ulipo, mahali unaponisikia, ninamuongelesha mkuu wa anga wa mahali hapo kwa jina la Yesu. Aachie kwa jina la Yesu kila alichokishikilia, aachie kwa jina la Yesu. Upinzani wa ajenda za kimungu ziondoke katika jina la Yesu. Ninaamuru mkuu wa anga aliyeshikilia mahali unapoenda, ukitoka hapo unaponisikiliza, kuna mahali unaenda, iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara yako, iwe ni mahali unapoenda, kwa jina la Yesu ninamuongelesha mkuu wa anga wa mahali unapoenda, mahali unapofanyia shughuli zako, ninamuongelesha yule mkuu wa anga, aachie kwa jina la Yesu, aachie kwa jina la Yesu. Ninatangaza ukombozi wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza kukombolewa kwako katika jina la Yesu. Mkuu wa anga, aachie kwa jina la Yesu Kristo.
mahali ambapo watoto wako wanasoma, mahali watoto wako wapo, mahali mwenza wako yupo. Ninatangaza mkuu wa anga lile hatashikilia watoto wako wala mwenza wako, hatashikilia familia yako. Ninaamuru mkuu wa uweza wa anga, shuka kwa jina la Yesu. Ng'oka, anoka, pisha kwa jina la Yesu. Ninakuapisha kwa Mungu wa majeshi, kwa damu ya mwanakondoo. Ng'oka, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninatangaza uhuru wako sasa. Ninaona mkuu wa anga akikimbia. Ninamuona shetani akianguka kama umeme, mkuu wa anga akianguka. Ninaona anga likiwa wazi ulipo hapo unaponisikia. Ninaona anga liko wazi unapoelekea. Ninaliona anga liko wazi kwa watoto wako na mwenza wako. Ninaliona anga liko wazi nyumbani kwako, mahali unapoishi. Anga liko wazi kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Kuna mambo mawili nataka uyashike. Jambo la kwanza, hakikisha unapona kwenye kona ya sadaka. Usichukie unapokumbushwa sadaka, wala usiwe na mtazamo mbaya juu ya sadaka, kwa sababu shetani, wakuu wa anga, kazi yao ni kuleta mtazamo mbaya juu ya sadaka. Wanaleta kitu kinaitwa roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Ibada kubwa ya namna hii, shetani atakwambia usitoe sadaka. Muda mwingine unasikia ndani yako utoe sadaka ambayo hujawahi toa. Shetani atakwambia usitoe. Kwa sababu gani? Anataka endelee kulimiliki hilo anga, baraka zako zisipenye. Hakikisha unatoka kwenye kutoa sadaka mazoea. Kimbia kutoa sadaka dhaifu. Kimbia kutoa sadaka ambayo hata wewe mwenyewe ukirudishiwa haikusaidii kula wala kusogea. Yani hakikisha unatoa sadaka ambayo hata Mungu akisema hii sadaka ninakurudishia, iwe ni baraka kwako, isiwe laana. Kwa sababu mtu mwingine anatoa sadaka ambayo hata Mungu akimwambia anamrejeshea, akaambia sana kubatiza kwa hiyo sadaka, ujue basi ndio ameshakuwa maskini, kwa sababu alichokitoa ni dhaifu kwa Bwana. Hebu amka kwenye kona ya sadaka. Amka. Usitoe sadaka ya mazoea. Kila siku panda viwango vyako vya utoaji. Ukifanya hivyo unaendelea kumbana mkuu wa anga. Lakini kikubwa kingine, fungu la 10 usifarakane nalo. Fungu la 10 katika ulimwengu wa roho, ukisoma ile Malaki, limebeba connection ya ajabu sana, ambayo we mwenyewe ukisema uanze kuishughulikia huwezi. Yani kifungu la 10 kitu inaongea mbele ya kiti cha enzi. Wewe ukienda kwa maombi huwezi kuweza kureplace ama kuweza kufanya mbadala wa fungu la 10. Shetani pia atapambana kweli. Atapambana na wewe kutoa kidogo, lakini atapambana na wewe kutoa kikubwa. Atakupambania usitoe. Sasa hebu pambana kwenye hizo kona mbili. Sadaka unayopewa ya kimaelekezo, lakini na fungu la 10. Yani sasa hivi mkuu wa anga hilo ambalo nimeomba sasa hivi tayari amepisha, lakini kitakachothibitisha kupisha kwake ni sadaka utakayoiachilia. Sadaka ile ndio inayoenda kusema katika ulimwengu wa roho. Sadaka ni kifaa katika ulimwengu wa roho. Kwa usiwe na mtazamo mbaya juu ya sadaka. Usikubali shetani akupe mtazamo mbaya juu ya sadaka, kwa sababu hata yeye anatumia sadaka. Kwa hiyo hebu natamani upone kwenye hiyo kona. Usiwe na mtazamo mbaya, na usiwe msikilizaji mwaminifu wa ibada lakini si mtoaji wa sadaka. Usije kadhani kusikia ni ukamilifu. Sadaka ndio inayokamilisha ibada yako yoyote ile. Hata kwenye maombi yako binafsi, unapokuwa una kazini unaomba, achilia sadaka. Unakuwa nyumbani kwako na watoto unaombea asubuhi, achilia sadaka. Yani sadaka iwe ni ajenda ambayo kwako sio shida tena. Hapo utakuwa umemshinda mkuu wa anga. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako ya kuikamilisha ibada hii, hiyo kumshughulikia mkuu wa anga. Utaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.